Sema inakwenda kwenda subira tu. Mechi inafuata ni dhidi ya JKT Tanzania. Tumalize kwanza la leo mama. Tumeshinda Jumatatu leo. Okelo kaweka hat-trick, leo unaanza mechi ijayo. Hat-trick ya kwanza kwa Yanga. Sio hat-trick ya kwanza kwa Yanga, hat-trick muhimu kweli ambayo Starboy Alan Okelo ametupatia siku ya leo, performance bora kabisa, na hiyo kwa mamlaka niliyokuwa nayo kama mwenyekiti wa wasemaji hapa Tanzania, nichukue fursa hii kutangaza siku ya Jumanne pale uwanja wa Isamuyo, mechi ya Yanga dhidi ya JKT itakuwa ni Okelo Day. Kwa hiyo wana Yanga waanze kuandaa miwani zao sasa. Andaa miwani yako, njoo kwenye mtoko wa kichampioni Jumanne Isamuyo. Mechi nafahamu itakuwa ngumu kwa sababu na kenyewe hako ni kama kadabi kadogo hivi, lakini sisi kama Yanga silaha namba moja kama tulivyoitumia leo, mashabiki wetu tukaitumie pia Isamuyo siku ya Jumanne. Matawi yote ya Yanga hapa Dar es Salaam na mikoa ya jirani, nataka nione maandalizi ya safari kuelekea Isamuyo Jumanne. Kama umeajiriwa, mwambie bosi wao katika zile siku 30 za likizo Jumanne pia ahesabie, kwa sababu hautaenda kazini. Kama atakusumbua kunyima ruksa, mwambie bosi kuomba msamaha ni rahisi zaidi kuliko kuchukua ruksa. Takuomba msamaha Jumatano na kwenda kuipambania Yanga yangu ichukue ubingwa. Kwa hiyo kwenye Okelo Day tuje na miwani za kutosha, tujae pale Isamuyo, twende tukaishangilie timu yetu, na ninaamini kwa nguvu tuliyoileta leo hapa, tukiirudia mara mbili yake pale Isamuyo, watapambana na players wetu na tutapata matokeo mazuri inshallah, na tutakuwa tumechukua ubingwa wetu wa 5 mfululizo wa ligi kuu. Walikataa kuwa daraja lenu la kwenda kwenye kutangaza ubingwa kwa msimu huu, lakini sivyo ilivyo bahati kwa upande wenu, mmewafanya kuwa daraja kwa siku ya leo. Uliona namna ambavyo walikuwa wakizungumza. Shida ya hawa, nafikiri wanakuwa wanadanganywa. Kuna watu wanawazungukia kwa nyuma huko, wanawajaza upepo. Niwaambie ndugu zanguni, unaweza kujazwa upepo ukajaa kweli, lakini Yanga inaye Starboy Alan Okelo, Yanga inaye Prince Dube, Yanga inaye Pacome Zouzoua. Jaa upepo unavyojazwa kwenye pitch, tutakutana na quality ya Yanga. Na ubaya, wachambuzi pia wanawajaza kwamba Yanga mbovu. Kwa hiyo wakija na wao na akili Yanga mbovu, ndio moto unawawakia. Kwa hiyo wao waendelee kujazana, na sisi watu tulikuwa hatuna lengo la kumfanya mtu kwa daraja. Sisi tunatafuta ubingwa wetu. Hapa hata angecheza nani mbele, tungepambana kama leo tupate matokeo tuweze kuwa machampioni. Kwa hiyo hii TRA ilikuwa njia yetu tu. Kuna mahala tunakwenda na hapo mahala ni kwenye kuchukua ubingwa wa ligi kuu msimu huu inshallah. Mbele mzito ambao tumeona hapa wa mfadhili mkuu pamoja na viongozi wengine. Kwa nini umechagiza kwa namna yote ushindi wa? Ndio maana nikasema sasa hivi Yanga Afrika kila silaha tuliyokuwa nayo tunaitumia. Tukihitaji hamasa, Ghalib Said Mohamed GSM atakuwepo Isamuyo. Tukihitaji sijui kitu gani watakuwepo. Mmeona mpaka wachezaji wetu wa zamani amekuja hapa leo, Stefan Azizi Ki. Mmemwona hapa Clement Mzize ana majeraha yake amekuja. Kila aina ya silaha tunaitumia kuhakikisha Yanga inapata matokeo mazuri. Kwa hiyo na Jumanne vile wale ambao hawakuja leo, labda uwanja haukutosha kuingia wao, Jumanne wawai. Ni mechi kweli, mechi yetu wana Yanga, tuje kwa wingi tuipambanie timu yetu inshallah. Semaji, umemgumzia mchezaji wenu wa zamani hapa Stefan Azizi Ki. Ndio tupigilie msumari zile tetesi za kwamba anarejea kwa msimu ujao? Hapana, Yanga haijafungua mazungumzo yoyote na Aziz Ki. Ni mchezaji wa Al Ittihad, ana mkataba wa mwaka mmoja. Ni kosa la kitoto mno klabu kuzungumza na mchezaji mwenye mkataba wa mwaka mmoja. Kama nilivyowaambia, narudia kuwaambia tena, na huo ndio ukweli. Nimeona leo video vyenu vingi vya simu mmerekodi pale, watu wasisalimiane yani Azizi akimsalimia GSM tayari ka video ka clip, akimsalimia engineer ka clip, yani watu wakwepane. Yule ameishi Tanzania kwa muda mrefu hapa, amekuwa na mafanikio. Yanga ni timu anayoipenda, yuko likizo nafikiri, amekuja kutembea, amekuja kuangalia timu. Jambo baya liko wapi? Hakuna ubaya, lakini sisi hatujafungua mazungumzo na Aziz Ki. Ni mchezaji wa Al Ittihad na tunaheshimu mkataba wake. Kama kuna mazungumzo yote ni msimu ukishamalizika, ndio engineer amenielekeza kwamba nitaanza kukupa taarifa za usajili. Sasa hizi mkiwa mnaandika mtajivunjia tu heshima, bora mtulie. Maana kuna striker wenu Mkenya mlimwandika, sasa hizi mmeyuka kama barafu hivi, mmekaa kimya. Bora mtulie. Yanga haijafungua mazungumzo na mtu yote.
tunamaliza msimu tutaanza kujadili mambo ya usajili inshallah. Mwenyekiti Alan Okello kwa muda mfupi tu amekuwa na namba za kutosha kwenye upande wa kufunga magoli. Ndio tuseme tunamvalisha ile hivi leo Fei kafunga kafunga moja. Safi sana. Mimi akifukuzana Fei na Okello moyo wangu unakuwa safi kabisa. Ni vijana hao kuliko Okello afukuzane na wazee, ni bora afukuzane na kijana mwenzie, damu inachemka. Kuna wazee katikati waliibuka hapa. King Kiki. Nainua mkono mama. Waliibuka hapa kitambaa cheupe wakawa wanafukuzana na Okello. Kama anafukuzana na Fei damu changa, alhamdulillah acha vijana wapambane. Fei pambane kwa upande wake, Okello pambane kwa upande wake. Atakayechukua kiatu basi tutasema vijana wameweza. Wazee sasa ligi ingekuwa inazalilishwa hii. King Kiki tena achukue kiatu. Mbali tu na upande wa kiatu, lakini pia kuna wakati walikuwa wanasema huyu ndiye ambaye anastahili kuwa MVP. Ndio tuseme sasa hana mpinzani. Okello ameshazungumza na yeye, na sisi kama Yanga jina la kwanza ambalo tumelitupa public linatakiwa ligombee tuzo ya MVP ni Djigui Diarra. Jina la kwanza ambalo tumeliweka public kama Yanga. Tumefanya tathmini yetu, mchezaji ambaye anatakiwa aingie kwenye kinyang'anyiro cha kuwania MVP wa kwanza ni Djigui Diarra, screen protector. Performance yake, namba yake, hii ni clean sheet ya ngapi leo? 17 si unafikiri? 17. Maana yake mpaka sasa hivi hayuko golikipa mwingine anaweza kumfikia Diarra kwenye clean sheet. Hata akiumwa leo, maana yake atamaliza msimu akiwa na clean sheet zake juu. Ana deserve kuingia kwenye MVP. Alan Okello ana kazi bado ya kufanya. Anatakiwa aongeze jitihada, aperform zaidi mechi ya mwisho, na wakuwa tumeipa Okello Day, watakuja na miwani, players wetu wote tutakwenda na miwani pale, tupambane tupate matokeo mazuri inshallah. Mwenyekiti, pamoja na hat-trick ya Alan Okello, tamani nikusikia ukimzungumzia Shadrack Isaka Boka leo Mayday. Sasa mimi leo sitaki kumaliza utamu na utunza wachezaji hawa unatakiwa wakanisikie Jumanne nikiwa nachambua baada ya kufanya kazi ya kutogea ubingwa. Acha leo tuvundike hili, vijana wanarudi kambini saa hizi, hamna anayeondoka hapa, wanakwenda kujiandaa kwa ajili ya mechi hiyo ya Jumanne inshallah. Kwa hiyo yote hayo tutayazungumza Nishawaambia sasa hivi ilipofika hapa issue ishakuwa deep. Issue ni deep. Wametoka hapa tumwalinda wote. Pacome kwenye gari, Diarra kwenye gari, nani wote kambini. Hamna aliyetoka hata kwenda kununua juisi nje. Wote wamekwenda kambini. Na mmeona leo GSM amekuja. Maana yake mechi ya mwisho viongozi wote wa Yanga unaowajua watakuwepo Isamuyo. Viongozi wote wa kimpira, wa kidini, wa kisiasa, wote watakuja kwa ajili ya kuisukuma timu yetu. Hiyo ndio siku ambayo Yanga tunaungania kwa pamoja kwenda kutafuta uchampioni wa 5. Watakuja wote, hataacha mtu nyuma mdogo wangu. Watakuja wote Jumanne. Yaani Jumanne mechi zipo ngapi siku hiyo? Zote 8. Msipoteze content. Niwaambie kabisa, msije mtu akawadanganya mkaja hapa KMC. Hapa kuna kukamilisha ratiba. Wenzako watapata ma content kule makali, wewe utakuja hapa. Njooni Isamuyo waandishi. Kwanza maka sisi tutaanza kuingia mapema, eti saa 10. Kuanzia saa 2 asubuhi wa Yanga tuko pale. Saa 2 asubuhi tuko jeshini. Si Yanga likizo ni day off day kwa wana Yanga. Saa 2 asubuhi zitapigwa ngoma pale, tukichoka jumba la Zabu tunachukua chai. Wana Yanga wanakunywa jumba letu la maajabu. Jumba liko linatumika lile. Chai nini, sambusa, mbuzi kidogo. Tunacheza ngoma, wakifungua mageti tumeingia ndani. Mtafute hiyo. Mwenyezi Mungu wewe. Medali ya kwanza ya Masalanga naitafuta hii. Masalanga wewe.